Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammadin alayhi salatu wassalam. Ama kwa hakika wote tunajua ya kwamba tumekusanyika kwa ajili ya ndoa, na tunapokusanyika kwa ajili ya ndoa hamna mazungumzo tena yanayozungumzwa kinyume na ndoa, yani mutabaqatul kalam limuqtada alhali, ni kule kuambatanisha maneno kutokana na mazingira yenyewe jinsi yalivyo. Isije tukatoa aya za mauti hapa wali ukawa mbaya hauliki, kila mtu atalia na ataona mazingira tuliokuja haya ni magumu zaidi. Kumbe haya ni mazingira ya furaha. Mie ni muusie alioa na ni wausie Waislamu wote kwa ujumla ya kwamba kuoa sio kazi. Bwana harusi uliooa, kama ulivyoona, muda umetumika mchache sana kwa kukabidhisha dada yetu, tukuombee dua ukaishi naye kwa amani. Lakini ndoa iko huko unakoelekea. Maisha ya ndoa yako ndani ambako wewe unaenda kuishi na huyo mwenza. Nikuhusie jambo moja, ufuate sana kanuni na mafundisho ya Bwana Mtume Muhammadin alayhi salatu wassalam, sababu yeye alituambia istausu bin nisa'i khaira. Hilo neno tu ukilichukua linakutosha. Wausieni wanawake kufanya kheri. Nani aneambiwa? Maana yake wewe ambaye umechukua dhima hiyo ya kumchukua hapa kwao ukampeleka kwako wewe, ukimuona anafanya mazingira ambayo hajafundisha Bwana Mtume Muhammadin, basi wewe umuhusie kufanya mambo yaliyokuwa ya kheri, nyumba yako itakuwa ya kheri. Ukikosea ukayafanya yanayozunguka katika dunia na yanayofuata mikumbo ya watu, itakuwa umekosea, na ile amri ya Allah iliyokuja ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa itakuwa imepotea. Hii qawwamuna iliyokuja hapa sio kupiga, sio kumtandika makofi, la, ni kumwelekeza yale ambayo yanatakikana kuyafanya katika misingi yetu ya dini ya Kiislamu. Wengi wao wanafikiria kuwa kuchukua uongozi huo ni swala zima la kuwa ulienda wapi wewe? Alikuwa pale kwa rafiki yangu, teke ngumi. Sio utaratibu. Mimi ni mwanaume bwana. Sio wanaume huo ulioambiwa. Wanaume manake kumsimamia katika misingi sahihi, mafundisho sahihi aliyotufundisha Allah subhanahu wa ta'ala na Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Dunia leo imeharibika sana, na sio dunia iliyoharibika, la, sisi wanadamu tumeharibika. Wengi wao tunaoa, alafu mwanamke anapewa uhuru tu wa kufanya, atembea na skin tight, atembea na nguo zile za ndani. Kule pwani ningezungumza kwa nguo yenyewe nguo gani, lakini huku matusi. Muhibu anajua huyu, sababu nimekaa naye pwani kule. Kule vitu tunaweka wazi tu, kile ile nguo ya ndani tunaitaja tu kama ilivyo. Lakini huku ukija inabidi ulimi wako kidogo uzuie, sababu hali hairuhusu hivyo. Sasa ukimruhusu anatembea hivyo, maana yake makosa hayo mazima
hapa nyumbani yamehama, wewe ndio utakuwa mas'ulun. Utaulizwa kwa nini mkeo anatembea na nguo kama hizo. Na hilo ndilo litakuwa gumu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, siku ambayo wewe mwenyewe utasimamishwa na ukaulizwa, sababu Bwana Mtume Muhammad alisema kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Wote ni wachunga na kila mchunga ataulizwa juu ya kile alichokichunga. Na kuhusia sana, na niwahusie Waislamu, tujaribu kuwaweka vizuri wake zetu, watembee, waonekane kuwa hao wanapita katika misingi sahihi aliyotufundisha Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nimalizie la mwisho, Waislamu tunafeli sana, hili la wote, tunafeli sana katika swala la muda. Yani kila siku tunazungumza muda ni kitu muhimu sana. Tunaposema kuwa ndoa inafungwa baada ya swala, basi iwe baada ya swala. Tusiweke mambo mengine ambayo tukizungumza mtatuona kama mashehe twazungumza sana mkatuchukia, lakini tuchunge muda ili tuendane na nyakati zinavyoenda. Wa kullu ami wa antum bikhair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.